Uongozi wa jeshi FARDC kwenye sekta operation Sokola ya pili kusini mwa jimbo la Kivu Kusini umekanusha habari zinazosemwa na waasi wa M23 zidi yao kwamba wanashambulia kabila la Wanyamulenge kwenye nyanja za juu, na hiyo ni sambamba na tangazo lililotolewa na Turaneo tangu tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka wa 2025. Kumeripotiwa na mapambano makali kati ya waasi wa M23 AFC zidi ya wazalendo siku ya tatu ya tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka wa 2025 ndani ya sekta ya Nyamaboko tarafani Masisi jimboni Kivu Kaskazini. Mpenzi msikilizaji, kunayo na mengine mengi, endelea pamoja nasi mpaka mwisho wa taarifa hii. Nasema karibu. Kwa mara nyingine tena mpenzi msikilizaji, tuanze na taarifa zetu kutoka tarafani Fizi. Nasema Lebo Sawermani, karibu kwa taarifa. Asante mwenzangu Fikiri Amedeo, na habari za huko Fizi zisemazo kuwa zaidi ya familia 552 za vijiji tofauti vya milima mifupi na mirefu ya tarafa la Fizi zimeshuhudiwa kuhama makazi yao kutokana na ongezeko la usalama mdogo eneo hilo. Shirika la raia la Fizi limetoa idadi ya watu 3452 waliokimbilia maporini na wengine kujielekeza sehemu yenye usalama. Idadi iliyotolewa katika kibarua kilichopeperushwa mitandaoni tarehe 10 Novemba mwaka 2025 kwa ajili ya mapambano yaliyoendeshwa tarehe 4 hadi tarehe 8 Novemba mwaka utunao kati ya wahasi wa M23 zidi ya wazalendo na jeshi la taifa FARDC. Barua hiyo imetaja pia kuwepo na ukiukwaji wa haki za kibinadamu, ubomoaji wa nyumba, uwizi wa vifaa vya kiafya kama kile cha tuwe na mienge nao wahasi hao. Shirika la raia limeomba kuheshimiwa kwa makubaliano ya amani ndani ya nchi ya DR Congo. Kwake mbunge mchaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi za kitaifa, Mheshimiwa Basoshi Iubwe Theophile, ameomba kuwepo na msaada wa haraka kwa raia wa eneo hilo alipokuwa bungeni. Tusalie tu ndani ya tarafa la Fizi mpenzi msikilizaji, na habari nyingine isemayo kwamba mkuu kiongozi wa sekta ya Nganja tarafani Fizi anaendelea na ziara yake ya kikazi ambayo ina lengo la kutaka kujua hali halisi kwa sasa ya vijiji mbalimbali kama vile Misese, Nyange, Akemba, Botale na Lobichako. Ziara hiyo ilianza tangu mwanzoni mwa wiki tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka wa 2025. Asani Lulongo Kashmiri, huyo hapa anahusika na mawasiliano ndani ya ofisi hiyo ya sekta ya Nganja, anaeleza mengi zaidi. Ndio bwana journalisto, kiongozi chef de secteur de Nganja bwana Kili Bernard Cosmos alitoka Lubonja kuelekea Misisi. Ilikuwa ni kufuatana na hali ambayo ilijitokeza kule ya sitofahamu kati ya kundi mbili za watoto wetu wazalendo ambao walivurugana kule juu ya mabariere peante. Ile ilikuwa ni juu ya kundi ya wazalendo wa CNPCC na wazalendo wa FABB. Hali ambayo iliyojitokeza kule ilikuwa na hali isiyokuwa nzuri zaidi, na kwa kutengeneza ama kuhamasisha wa ndugu zetu wa kaka zetu na kwa kupunguza ile ushamba imbali, chef de secteur de Nganja aliamua kufika Misisi ili kutuliza ama kuingilia kati swala ambalo lilisumbua raia wake pale Misisi. Après réunion locale ya sécurité, monsieur Kili Bernard Cosmos alijielekeza kule Kachemba Butale juu ya kusupervise point yenye iko sai mudelabrement kufuatana na maji. Kwa sasa hivi sagi za simenti na michanga vinasombwa pale
kilalo juu ya kufanya rehabilitation ya ile pont. Ensuite, Monsieur Achille Bernard alitoka pale Kachemba akaelekea Lubichako. Na kule Lubichako ndo ambapo alitembelea pont yenye ilikuwa rehabilité récemment na ba partenaire chinois. Après pale Monsieur Achille Bernard Cosmos alitenir ingine réunion à conseil local à sécurité pale Lubichako juu ya cohésion sociale et cohabitation pacifique entre ma communauté tofauti ambayo inapatikana pale Lubichako. Mpenzi msikilizaji, kama nilivyokuambia kwenye vichwa vya habari, ni kusema kwamba uongozi wa kijeshi FARDC kwenye sekta operation Sokolo ya pili kusini mwa jimbo la Kivu Kusini umekanusha habari zinazosemwa na waasi wa M23 zidi yao kwamba wanashambulia kabila la Wanyamurenge kwenye nyanja za juu, na hiyo ni sambamba na tangazo lililotolewa na Twirwaneho tangu tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka 2025. Ndani ya tangazo la uongozi wa kijeshi FARDC sekta operation Sokolo ya pili kusini mwa jimbo la Kivu Kusini iliyotangazwa naye msemaji wa kijeshi Mbuikalo Njirigen, imetupilia mbali maneno ya Twirwaneho na kusema kama huo ni upotevu mtupu unaosababishwa na uoga alionao adui. Mbuikalo Nji amemalizia kusema kwamba jeshi la Rwanda pamoja na washirika wao wa M23 wakiungwa mkono na Twirwaneho, Red Tabara, FNL na wanasema kila linalowapendeza, lakini raia wa Kongo wako na busara, sio tu kusema ndo wanaweza kuaminika. Shule kadhaa za umma ndani ya tarafa la Shabunda mkoani Kivu Kusini hazijafungua tangu Jumatatu ya tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka wa 2025, na hiyo ni kutokana na mgomo wa walimu ulioongozwa na umoja wao Sieko, Sinepe, Sinekate. Walimu hao wanadai malipo ya mishahara yao ya miezi mitatu ya nyuma, yani mwezi wa 4, mwezi wa 9 na mwezi wa 10 mwaka huu 2025. Hivyo walimu hao wametoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Karitasi kuwalipa mishahara yao haraka iwezekanavyo. Ndani ya malalamiko yao, walimu hao wamemalizia na kusisitiza kwamba mshahara si zawadi bali ni haki ya kimsingi, na mshahara una umuhimu mkubwa sana wa kuwasaidia katika mahitaji yao ya kila siku, hasa chakula. Ili pawepo tena na shule, shurti ni kulipwa kwa mishahara yao. Pia walimu wameomba pawepo na uchunguzi kipesa kwa shirika la Karitasi. Tukumbushe kwamba kwa sasa ni shule za kibinafsi ndizo zinazofungua milango kwa wakati huu mahali hapo. Kabla tujaenda na mwenzangu Lebo, hatimaye twende huko tarafani Masisi ambako kuliripotiwa mara tena mapambano makali kati ya waasi wa M23 AFC zidi ya wazalendo siku ya tatu ya tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka wa 2025 ndani ya sekta ya Nyamaboko tarafani Masisi ni huko jimboni Kivu Kaskazini. Kutokana na shirika la raia la mahali ni kwamba mapambano hayo yalipitika ndani ya kijiji cha Ngululu na Katwanda, ambayo yamezidisha tena kuzorota kwa maisha ya kibinadamu na kusababisha raia kuyahama makazi yao na kujielekeza mahali pa utulivu. Kwa upande mwingine, ndani ya kijiji cha Mweso usalama mdogo ulionekana siku ya tatu baada ya usiku mzima kuwa wa wasiwasi mpaka mchana wa siku ya tatu ya tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka wa 2025. Hali hiyo ya usalama ilikuwa yenye kusuasua tu ndani ya eneo nyingi za tarafa la Fizi. Na uko Beni, twende nawe mwenzangu Lebo Esawerman. Asante pia mwenzangu Fikiri. Habari za uko Beni ni kwamba kiongozi wa shirika la Rahia Force Vive jimboni Kivu Kaskazini, tena mratibu wa shirika la uteguaji bomu Silam kwa kifupi katika Kifaransa, amepongeza hatua iliyochukuliwa naye liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini Jemedari Evariste Somo ya kugabidhi silaha na vifaa vingine vya kivita kupitia kiwango kikubwa cha pesa. Hatua iliyopongezwa na kiongozi wa shirika hizo na kutaja kuwa hatua hiyo itadumisha usalama, amani na maendeleo. Mario Ngavo ni kiongozi wa shirika la Rahia hilo, tena mratibu wa
shirika hilo la uteguaji mabomu anaeleza yafuatayo. Sisi kama shirika la raia na kama association Silami inayogombanisha mabomu na makombora hapa Nord Kivu, tunafurahia sana mpango huu ya Gavana Somo yenye kusema warudishe bunduki na wapate pesa. Bunduki kabambi ama ndogo dogo, hata na hiyo tunaita makartushi. Tunafurahia sana kwa sababu itaacha ujauri ya watu yenye napitia watu wanaomiliki silaha inaisha. Itaacha pia tena kupunguzwa kwa bunduki na masasi yenye kutumikishwa kiolela bila kuwa control na government hapa province ya Nord Kivu. Lakini tunaomba ya kuwa wakati mtu anarudisha bunduki nafaa kuuliza en secret ilitoka wapi, tangu siku gani, na hiyo bunduki ikuwe marke pale na iwekeo mzuri ndani ya magazin d'armement. Ile ni kuacha isikuje tena irudie kwa watu, wakirudisha ile tena itakuwa kazi ngufu na pesa itaenda bure na bunduki zitarudia tena kwenye mikono ya watu yenye wajulikana. Tunafurahia hiyo mpango kwa sababu tunawaza itaacha ajali mingi ya mabunduki na makombora inaisha ndani ya province ya Nikujuze kwanza tu ni kusema kwamba ili kuwatia moyo wachezaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard, serikali ya nchi imeamua kuwapea zawadi ya motisha ya dola milioni 1 kwa kila mchezaji ikiwa watafuzu katika mechi za mchujo za kuingia katika kombe la dunia. Mechi ya mchujo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard na Cameroon itachezwa Alhamisi ya tarehe 13 Novemba 2025 na saa 3 siku ya 21 kwa Kiswahili cha hapo, kwa lugha ya hapo Ufaransa. Huku mechi nyingine kati ya Nigeria na Gabon itaenda kuchezwa kwenye mida ya saa 12 jioni, yani 18. Mpaka kwa sasa mpenzi msikilizaji, sina budi kunyatuka ndani ya studio zetu na kuaga nikikutakia usikilivu mema. Karibuni, mimi ni Ahmed Ofi.